Hii ni listi ya wanasiasa 10 wa vyama vya upinzani na chama tawala yani CCM waliopoteza nafasi zao, vyeo, umaarufu, ushawishi na namna walivyoingia mwaka 2025 ni tofauti na walivyomaliza mwaka 2025. Hawa wote 10 Januari mwaka 2025, vyeo walivyokuwa navyo hivi sasa hawana vyeo hivyo. Wapo waliopata vyeo sehemu zingine, lakini wapo waliopoteza vyote. Wapo waliopoteza ushawishi na wapo waliostaafu siasa na kustaafishwa kwenye siasa. Wa 10 ni Zitto Zuberi Kabwe, aliyewahi kuwa mbunge wa Kigoma mjini, mwanzilishi wa chama cha siasa cha ACT Wazalendo akitokea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Huko alitimuliwa mnamo mwaka 2015 kwa tuhuma za usaliti, kisha akaanzisha chama cha ACT Wazalendo. Mwaka 2025 aliingia Zitto Kabwe akiwa sio kiongozi wa chama chochote, kwa kuwa mwaka 2024 alistaafu kama sehemu ya viongozi waliokuwa wakiongoza chama cha ACT Wazalendo. Pamoja na kustaafu kwake, bwana Zitto Zuberi Kabwe alibakia kuwa ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa kwenye masuala ya kisiasa kutokea vyama vya upinzani. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umechangia kupoteza nguvu hiyo aliyokuwa nayo hasa kwenye masuala ya siasa, na hiyo ni mara baada ya kuonyesha dhamira yake ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Kigoma mjini. Kabla mchakato huo, alionywa na baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo na wanasiasa wengine wa upinzani, wakimtaja kama ni mkwamishaji wa mageuzi ya kidemokrasia. Kwa kushiriki uchaguzi huo pamoja na chama chake cha ACT Wazalendo, wakati wao wakiwa kwenye kampeni ya no reform no election, yani hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, Zitto alisimama kwenye majukwaa na kuwajibu Chadema kwamba ACT hawawezi kuachia nyani shamba la mahindi mabichi, wataenda kuwaonyesha kwa vitendo namna kushiriki uchaguzi kwa kupiga kura na kulinda kura zao. Oktoba 29 mwaka 2025, siku ya uchaguzi mkuu, jimbo la kwanza mgombea ubunge wa CCM kutangazwa ameshinda kihalali ilikuwa ni Kigoma mjini kwa bwana Zitto Kabwe, na alishindwa na mgombea aliyedharaulika zaidi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Kila mtu alimwona kama chawa na kumuita hivyo. Hakuwa mwingine bali ni Clayton Chipanda maarufu kama Baba Levo. Baba Levo alimgalagaza Zitto na kumfanya watu wamuone ni mwanasiasa aliyepoteza mvuto hadi nyumbani kwao kabisa Kigoma, maana alisema angelinda kura na bado ameshindwa. Sasa jukwaa la kupima ushawishi wake limebakia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kila akiweka chapisho hukutana na maoni ya kubeza na kupuuza na kuonyesha kwamba jamii ya wanasiasa waliokuwa wakimfuatilia hawana muda naye tena. Kiongozi wa 9 ni John Mrema. Huyu mwaka 2025 umeondoka na cheo chake cha ukurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Amepoteza nguvu yake na ushawishi mkubwa aliokuwa nao kwa wafuasi wa siasa za upinzani na hasa wanachadema. Alianza kwa kuvuliwa uongozi, na hiyo ni baada ya uchaguzi mkuu wa chama hicho uliofanyika tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025, baada ya uongozi mpya kuingia madarakani chini ya mwenyekiti taifa Tundu Antipas Lissu. Ilimteua Brenda Rupia kuwa mkurugenzi mpya wa mawasiliano na uenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo na kuchukua nafasi ya Mrema. Ushawishi wake ndani ya Chadema uliporomoka zaidi mara baada ya kujitangaza ni msemaji wa G55, umoja wa baadhi ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo waliotoka hadharani na kueleza hawakubaliana na maamuzi ya kamati kuu ya chama hicho, ambacho kilieleza kwamba kingesusia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kuibuka na kauli mbiu yao ya no reform no election. Tarehe 29 Aprili mwaka 2025, chama cha demokrasia na maendeleo kilimfuta wanachama Mrema, kisha akatimkia zake chama cha Chauma, huko akapewa nafasi hiyo hiyo, lakini hadi hivi sasa bado hajashine kama ilivyokuwa Chadema. Wanne, huyu alikuwa ni naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Benson Kigaila, naye pia panga pangua baada ya uchaguzi mkuu haikumwacha salama. Uongozi mpya chini ya Tundu Antipas Lissu kama mwenyekiti ulimuondoa kwenye nafasi yake, akajiunga kwenye kundi lililoitwa la waasi ndani ya Chadema. Kundi hilo la G55 Mei 7
alitangaza kung'atuka pamoja na wanachama wengine wa kundi hilo na kujiunga na chama cha Chauma, huku akilalamikia kutengwa na uongozi mpya chini ya Lissu uliochukua madaraka. Kigaila alitimkia Chauma, yani chama cha ukombozi wa umma, na huko akateuliwa tena kuwa naibu katibu mkuu bara. Hiyo ilikuwa ni Jumatatu Mei 19 mwaka 2025. Mwaka 2025 umemwachia Kigaila cheo kile kile kwenye chama kingine, lakini umeondoka na nguvu ya ushawishi na mamlaka makubwa aliyokuwa nayo wakati akiwa Chadema. Hilo lilijidhihirisha kwenye mikutano ya kampeni ya uchaguzi mkuu aliyoshiriki kunadi wagombea wa chama cha Chauma. Ilikosa mvuto na watu wengi, haikuwa na mvuto kama vile alivyokuwa akifanya alipokuwa chama cha Chadema. Kiongozi wa saba ni huyu hapa. Pamoja na kuondoka Chadema Juni 30 mwaka 2024, bado alionekana kuwa ni kiongozi ambaye Chadema ilikuwa inamhitaji. Sababu za kuondoka kwake na kujiunga na CCM ilionekana ni mambo yao binafsi yalitokana na yeye kutokuelewana na mwenyekiti wa Chadema Taifa wakati huo, Freeman Aikaeli Mbowe. Baada ya kushindwa kutetea kiti chake cha mwenyekiti katika uchaguzi wa kanda ya Nyasa mbele ya Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, ndipo alipotimka. Wanachadema walikuwa kiamini kuna siku hasira zitaisha, atarudi tena nyumbani, lakini mwaka 2025 umekuwa ni mwaka mbaya zaidi kwao wote, kwani alipanda kwenye majukwaa ya Chama cha Mapinduzi alichojiunga nacho na kukisema vibaya chama cha Chadema na wanachama wake pamoja na viongozi. Hiyo ni kama ilijenga ukuta mkubwa kama wa Yeriko, ambao ukuta huo unawatenganisha wote. Huyu si mwingine ni mwanasiasa mchungaji Peter Msigwa, ambaye mwaka 2025 mwaka huu umemtupa chini kwenye siasa za jimbo. Amekosa nafasi ya kugombea ubunge katika jimbo la Iringa mjini ndani ya Chama cha Mapinduzi, japokuwa jina lake lilirudishwa kwenye kura za maoni, lakini wajumbe walisema hapana. Miaka 10 aliwahi kuhudumu katika jimbo hilo akiwa anawakilisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, lakini mwaka 2025 wajumbe wa CCM wamesema hapana, na mwaka 2025 unavuka na Msigwa akiwa ni mwanachama wa kawaida wa Chama cha Mapinduzi anayetambulika na mwenyekiti wa tawi la mtaa anapoishi yeye, na hana cheo chochote kwenye chama chochote cha siasa hadi hivi sasa. Kiongozi wa sita ni huyu hapa. Oktoba 13 mwaka 2025 ilikuwa ndo habari kubwa kwenye siasa. Kwenye vyombo vya habari viliripoti, magazeti yakaandika, alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Victoria, Ezekia Wenje amekihama chama hicho na kuhamia Chama cha Mapinduzi. Haikuwa habari ya kushitua sana kwa kuwa tayari Wenje alishatuhumiwa mara kadhaa kwa usaliti ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na watu mbalimbali hata kabla ya kufanya uamuzi huo. Lakini mwaka 2025 aliingia kama mwana Chadema. Mwaka 2025 anaondoka akiwa ni mwana CCM. Kwa hiyo mwaka 2025 umeondoka na cheo chake na kumwachia jina pekee lililotengenezwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hata kiongozi wa tano, uongozi mpya wa Chadema haukutaka kufikiria historia yake. Japo alikuwa ni kiongozi mkubwa wa chama hicho, alipambana katika nyakati zote ngumu za chama kilipopita. Huenda ndiye aliyekuwa wa kwanza kufutwa uongozi na jina lake kuandikwa na wino mwekundu, huyu asipate uongozi wowote hata wa kuongoza Chadema msingi, kuwaongoza watoto wadogo. Na yeye baada ya kulijua hilo akawa ni miongoni mwa waasisi wa G55 na kujaribu kufanya uasi ndani ya Chadema. Mara baada ya kuona jaribio la mapinduzi ni gumu, akarudi na plan B ya kuwatoa wafuasi wake wenye mtazamo wa kuasi na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, nchi ya ubwabwa, Chauma. Hiyo ilitiki, alitimkia Chauma na akaweka ushawishi. Chama kikamea kama ua wakati wa uchaguzi. Baada ya uchaguzi kuisha, ghafla ua likanyanyuka, ghafla ua likanyauka, kama maisha ya binadamu yalivyoandikwa kwenye Biblia. Huyu anaitwa Salim Mwalimu. Mwaka 2025 umempa jina la kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Chauma, na pia mwaka huu umempa nafasi ya ukatibu mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma, yani Chauma. Lakini mwaka huu wa 2025 umeondoka na ile nguvu kubwa ya ushawishi wa siasa za upinzani alikuwa nao wakati akiwa Chadema, na kipimo dhahiri kilijidhihirisha wakati
wa kuomba kura za urais kwa mwaka 2025, aina ya watu, idadi, makundi yalikuwa ni watu wachache, tofauti na mwaka 2020 alipogombea kama mgombea mwenza wa nafasi ya urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo, ambapo makundi na maelfu ya watu walikuwa wakikusanyika kwenye mikutano yake. Lakini kwa mwaka 2025 imekuwa tofauti. Kiongozi wa 4, yeye alilelewa na chama cha demokrasia na maendeleo, akawa mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam kupitia Chadema, kisha chama hicho kikamwamini akachukua ubunge wa jimbo la Kawe, akawa ndo icon ya wanawake na wasichana wapenda siasa nchini, walimuona kama mfano, role model. Mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, historia yake nzuri na heshima yake kwenye siasa za upinzani ikaanza kuporomoka kwa kile kilichodaiwa kwamba aliingia bungeni na kuwa mbunge wa viti maalum, yeye pamoja na wenzake 19 bila kufuata taratibu za chama chao cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema, hivyo wakachukuliwa kama ni wasaliti. Mwaka 2025 Halima James Mdee amechagua heshima zaidi kuliko vyeo vya kisiasa, na hiyo ni baada ya kuvunjwa kwa bunge lilokuwepo la 12 na kuhitimisha safari yake miaka 5 ya ubunge wa viti maalumu uliokosa baraka za chama chake. Angeweza kwenda chama chochote na angepewa nafasi ya kugombea ubunge na angerudi bungeni, lakini ameamua kujiweka kando na siasa. Huenda inaelezwa kwamba ni njia ya kutafuta suluhu na chama chake ambacho mara zote, pamoja na yeye kuvuliwa wanachama, lakini alikuwa akisimama hadharani na kusema yeye ni Chadema siku zote, kwa sababu kwake Chadema ni itikadi, ni imani, hivyo hawezi kuisaliti. Huenda kutoshiriki uchaguzi wa mwaka 2025 ni kusimama na chama hicho ambacho kimemweka kando, lakini yeye bado anakiamini, cha kusimamia no reform no election, na ikawa ni njia ambayo itamrudisha tena ndani ya chama hicho wakati utakapofika. Kwa hiyo mwaka 2025 umeondoka na vyeo vyote vya Halima Mdee, na sasa hatambuliki rasmi kama ni mwanachama wa chama chochote. Kiongozi wa 3 ambaye mwaka 2025 haujamwacha salama ni kijana mwenye umbo dogo ila na ndoto kubwa za kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo sio siri, kwa maana aligombea kwenye kura za ndani za maoni za Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa mwaka 2015 na kuingia katika 5 bora za wagombea wakati huo, ambapo hayati John Pombe Magufuli aliibuka mshindi. Ameshawahi kuwa naibu waziri wa wizara mbalimbali, ameishi Ikulu akiwa msaidizi binafsi wa rais wa awamu ya 4. Pamoja na CV yake kuwa kubwa, lakini mwaka 2025 umegoma kuvuka naye na kuelekea naye mwaka 2026 akiwa kiongozi. Huyu anaitwa Januari Makamba. Safari yake ya siasa za kuchaguliwa imesimama kwa muda mara baada ya Chama cha Mapinduzi kutokupendekeza jina lake na kuwa mgombea ubunge katika jimbo la Bumbuli katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hiyo ikamkosesha sifa za kuchaguliwa na kuwa kiongozi. Sasa anabaki kuwa mwana CCM aliyemaliza mwaka 2025 akiwa mtu wa kawaida aliyebeba mzigo wa ndoto kubwa inayofahamika na Watanzania wengi. Kiongozi wa pili kati ya wale 10 ambao mwaka 2025 umeamua kuondoka na vyeo vyake na kumfanya kuwa mtu wa kawaida ni kamanda mwenye hadhi ya juu kutoka chama kikuu cha upinzani Tanzania, aliyekijenga kwa jasho na maarifa yake yote, chama cha maisha yake, chama alichokilea kama mtoto, chama alichokipigania kama urithi wa kudumu kwa wanyonge na watu wenye matumaini ya mabadiliko Tanzania. Miaka 21 ya wenyekiti wake umehitimishwa mwaka 2025 tarehe 21 Januari, mara baada ya kushindwa kwenye uchaguzi mkuu wa chama hicho na aliyetundu Antipas Lissu. Huyo ni Freeman Aikaeli Mbowe. Mwaka 2026 Mbowe anaingia akiwa ni mwanachama wa kawaida wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia akiwa ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu ya chama hicho. Cheo kimeondoka, amebakia na heshima kwa yale aliyofanya ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Siku zote atakumbukwa kwa mazuri yake. Kiongozi wa kwanza anayetufungia listi ya viongozi 10 akiwa na miaka 65, amehudumu serikalini na kwenye Chama cha Mapinduzi kwa miaka mingi kama kada mtiifu wa chama hicho. Hakuna alitegemea kama mwaka 2025 utakuwa ndio mwisho wake wa kushiriki siasa za kuchaguliwa kama kiongozi.
kama kiongozi, akianzia kwenye ngazi ya jimbo kwenye ubunge. Hata wakati bunge la 12 linavunjwa, aliaga na kusema kwamba anarudi jimboni kupambana wabunge wenzake wamwombee. Lakini wakati wa mchakato wa uchukuaji wa fomu ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kura za maoni Julai 2 mwaka 2025, ilitoka taarifa ya kushitusha zaidi baada ya kutangazwa kwamba rasmi Waziri Mkuu wa Tanzania wakati huo Kassim Majaliwa atagombea tena ubunge katika jimbo la Ruangwa mkoani Lindi katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 2025. Mwaka 2025 umeisha, Kassim Majaliwa akiwa sio waziri mkuu tena kama ilivyokuwa wakati wa mwaka 2025 ukianza. Ametangaza kupumzika siasa akiwa na wananchi wake wa Ruangwa. Mwaka 2025 umeondoka na madaraka ya waziri mkuu, umemwachia heshima itakayodumu vizazi na vizazi, kwa kuwa waziri mkuu wa kwanza kufanya kazi na marais wawili tofauti tofauti. Alianza na Rais hayati John Pombe Magufuli na akamaliza na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Historia itamtambua hivyo. Hao ni baadhi ya viongozi 10 ambao tumewaangazia katika makala hii ambayo imeandaliwa na kuletwa kwako na mimi mwandishi msomi naitwa Kurumba Le Babas. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Kwa heri. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.